Sekretarieti ya wilaya ya Chama cha Mapinduzi Songea mjini tuliandaa ziara ambayo tulianza rasmi tarehe 10 mwezi wa 3, na leo itakuwa ni hitimisho la ziara ambayo imechukua takriban siku 10, na tunahitimisha tukiwa hapa kata ya Msamala na tunamalizia jioni Tanga. Kubwa zaidi ni maandalizi ya uchaguzi mkuu wa serikali kwa mwaka huu. Uchaguzi wa kumchagua Mheshimiwa Rais, waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani. Mwenyekiti, sambamba na hilo tulipita kuwashukuru wanachama na viongozi wa chama na jumuiya, lakini na wananchi kwa ujumla kwa kazi kubwa mlioifanya mwaka jana. Mwaka 2024 ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi wa serikali za mitaa, ambayo kwa kweli tumepita kuwashukuru, na haya yalikuwa ni maelekezo ya kamati ya siasa ya wilaya, kuwashukuru viongozi na wanachama na wananchi kwa kazi kubwa mlioifanya kupatia chama chetu ushindi kwenye wilaya yetu ya Songea mjini, ikiwemo na Msamala. Mjipigie makofi mengi sana. Mlifanya kazi nzuri, mlifanya kazi kubwa, na heshima ikapatikana ndani ya wilaya yetu, lakini ndani ya mkoa na taifa kwa ujumla. Tunajua kazi ya kuwapata haikuwa ndogo, na mliosaidia kufanya mpaka kuwapata walijie viongozi walioko ndani. Tumepita kuwashukuru sana, na kama wenzangu waliotangulia kusema kuwashukuru ni kuomba tena, bado tuna uchaguzi mbele. Kazi mlioifanya kuwapata hawa bado tutawaomba tuifanye tutakapofika mwezi wa 10. Lakini tunawashukuru kutuletea hawa viongozi. Unapoangalia usoni, nyuso zao zinaonyesha matumaini wakati wa Msamala. Tuwapigie makofi mengi sana. Nyuso zao zinaonyesha maendeleo kwa mitaa yote mitano ya kata ya Msamala. Tunawaomba na tunawaelekeza wote tulipopita, nyie viongozi mliochaguliwa kushika hatamu ya miaka 5, tunaomba mkamtangulize Mungu. Mkamtangulize Mwenyezi Mungu kwenye uongozi wenu, lakini mkatangulize maslahi ya wengi, maslahi ya watu, bila kujali chama wala itikadi zao. Lakini kwenye hayo mkijua kabisa vyeo mlivyonavyo ni dhamana, na dhamana yenyewe mmepewa na Chama cha Mapinduzi, na waliohakikisha mnapata dhamana hizo ni hawa viongozi walioko ndani. Uongo kweli? Hawa viongozi wengine mpaka walihatarisha ndoa zao ili nyinyi mpatikane. Hawa viongozi wengine walishika njaa kutafuta ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Hawa viongozi wakati mwingine walitumia mpaka kilicho chao nyumbani ili mpatikane nyinyi. Tunawaomba mkatende haki. Tunawaomba mkasimamie misingi ya kanuni na katiba. Msibague watu kwa dini zao, kwa rangi zao na kwa vyeo vyao. Sisi moyo tuna imani nyinyi mkifanya vizuri, bado tuna uchaguzi mwezi wa 10. Huo uchaguzi utakuwa mzito, lakini mkifanya vizuri nyinyi sasa itatusaidia. Watasema kama alitetea wenye viti kama hawa ni uchungu na sisi, hata diwani atakayekuja atakuwa na uchungu na sisi. Mkifanya vizuri nyinyi, huenda 2029 tusipate wapinzani sana. Tangulizeni Mungu, tangulizeni maslahi ya watu mbele, sio maslahi yenu. Msifanye uongozi wenu kwa ubaguzi, lakini mkitambua cheo ni dhamana, na dhamana hiyo mmepewa na Chama cha Mapinduzi. Mwe watiifu kwa chama, sio nyinyi wakubwa kuliko chama. Chama hiki ndio kiweka serikali madarakani, sio nyinyi ndio mliweka chama madarakani. CCM oye! Ndugu mwenyekiti, hayo pia tulipita nayo kwenye kata zote, na ilikuwa mahususi kwa ajili ya kusema neno kwa waliochaguliwa uchaguzi uliopita. Lakini ndugu mwenyekiti, jambo lingine ambalo tulipita nalo kwenye ziara yetu, tulipita kuwakumbusha kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu, kama nilivyosema na waliosema wenzangu, wa kuwapata viongozi wetu, Mheshimiwa Rais, wabunge na madiwani. Na sisi zaidi tumezungumzia ndani ya chama, na ndani ya chama kwenye nafasi moja hiyo atuzungumzie kabisa, tayari mgombea wake tunaye, na mgombea mwenza tunaye, na tunatamba naye. Tunaye Samia Suluhu Hassan, mama mwenye huruma na upendo kwa watu, mama aliyefanya makubwa ndani ya miaka
minne ambayo hakufanyika, ambayo hata nchi zingine huko zinatolea jicho baya kwa Tanzania. Kamati kuu, halmashauri kuu na mkutano mkuu haukuona sababu kwamba sisi mgombea wetu sasa yupo. Tupige makofi mengi kwa Samia. Lakini Samia akatuletea mgombea mwenza ambaye mkutano mkuu karibia awe naye atakayesaidiana kwenye kipande cha miaka mitano 25 30. Naye si mwingine kipenzi chetu wana Ruvuma na wanasongea, anaitwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi. Piga makofi kwake. Kwa hiyo sasa pale juu imeshakamilika, haitikisiki, haiyumbi. Kilichobaki ni sisi kwenda kumwaga kura nyingi kwa Samia muda ukifika. Lakini nafasi nyingine ni za ubunge na udiwani. Hizo nafasi muda ukifika tutazitangaza na zitakuwa wazi zote. Tutatangaza nafasi ya ubunge wa jimbo kwa wanachama wote wenye haki na mapenzi mema na chama na waliojipima wanatosha, karibuni kugombea muda ukifika. Lakini pia kuna nafasi ya ubunge wa viti maalum kwa wanawake wote, muda ukifika mwenye nafasi ya kugombea anakaribishwa. Lakini pia tunazo nafasi za udiwani wa kata zote, muda ukifika umejipima, umetosha, unaweza, karibu kugombea ndani ya chama. Lakini pia udiwani wa viti maalum wanawake wote, muda ukifika mnakaribishwa. Kama alivyosema mwenezi, ukisikia filimbi imelia tu, wewe jipime. Ni nafasi gani unaona unatosha kwenda kugombea? Isipokuwa nafasi moja ya nini? Ya rais. Hizo ubunge, udiwani, ubunge wa viti maalum, udiwani wa viti maalum itakuwa ruksa kwa yote. Lakini huko wenzetu tunawakumbusha sharti moja. Hata unapokwenda dukani, unapokwenda kununua kiatu yako, pime saizi yako. Ukinunua kikubwa watakucheka. Ukinunua kidogo hakitatosha au kitakubana. Kwa hiyo lazima ujipime, ni nafasi gani itanitosha kwenye uchaguzi wa mwaka huu. CCM oye! Kama nilivyosema, tunazo nafasi hizo, ubunge na udiwani. Muda ukifika ndani ya chama, fomu zitatolewa kwa utaratibu wa chama. Na tumepita kuambia kwa sasa muda bado. Tumepita kuwakumbusha kwa sasa tuache hawa tuliwapa kipande chao wafikishe jahazi salama mwisho wao, halafu tutatoa nafasi hiyo kwa mujibu wa utaratibu wa chama. Kwa sasa tunategemea utulivu uendelee kuwepo, ili bado wanatekeleza ilani inayoishia tarehe 30 mwezi wa 6 2025. Kuanzia mbele huko taarifa zitatoka rasmi na tayari kila mmoja aliyejipima kwa kuona anaweza kutosha wapi atakaribishwa kugombea. CCM oye! Na tunategemea msamaha, utulivu unaowepo sasa. Hataki kuona vurugu kwa sasa. Bado watekelezaji wetu wanaendelea mpaka pale tutakaposema basi, na utakaposikia muda umeruhusu unakaribishwa kuja kugombea. Hayo tumeyasema kila tulipopita na tunayasema hapa Msamala. Msamala oye! Tulipita kata zote za wilaya yetu, tumeona miradi ambayo imetekelezwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake wabunge na madiwani. Ndugu mwenyekiti, kila tulipopita wamesema wanasisi, kwa kweli serikali ya awamu ya 6 imetekeleza kwa asilimia kubwa. Ilani imetekelezwa kwa viwango vikubwa kwa Songea mjini. Kila kata miradi mikubwa imetekelezwa. Tumeona mabarabara lami kwenye mji huu. Ukipita baadhi ya maeneo mtu akipiga kiwi yake asubuhi mpaka jioni hana vumbi. Tumeona madarasa ya kisasa ya sekondari. Tumeona shule za msingi za kisasa zimejengwa kwenye maeneo yetu. Tumeona miradi mikubwa ya maji inayotekelezwa sasa. Tumeona pembejeo zikishuka tena kwa bei nafuu ndani ya kipindi cha miaka 4 ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa Songea mjini.
kote tulikopita wamesema sisi tuna deni kwa Samia. Wote wenzetu wamesema huko kwamba kwa kazi kubwa aliyofanya Dr. Samia na wasaidizi wake, wabunge na madiwani, deni limebaki kwetu sisi. Sijui wanamsamala mnasemaje? Au yeye mna bado mnaidai serikali? Kwa miradi hii iliyokuja msamaha bado mna deni kwa serikali, isipokuwa nyinyi serikali na wadai. Serikali ya Chama cha Mapinduzi, tupige makofi mengi sana. Na ndugu mwenyekiti, tulipopita tulipokea taarifa na kuona miradi, wametuahidi kwamba zawadi pekee watakayoitoa kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ni kura nyingi za kishindo kwa sisi. Nina imani hata msamaha na nyie mna kazi ya kufanya kwa ajili ya kuleta heshima, kwa ajili ya kutoa shukurani kwa serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa yaliyofanyika ndani ya kipindi hiki cha miaka 4 ya uongozi wa Rais CCM oyee! Hivi karibuni halmashauri kuu ya chama chetu imepitisha kauli mbiu ambayo tutakayotamba nayo kwenye uchaguzi. Tunajua nyakati zote zimepita huko tulikuwa na kauli mbiu nyingi. Awamu ya 3 tulikuwa na kauli mbiu ukweli na uwazi. Wenzangu na mimi watakumbuka. Awamu ya 4 tulikuwa na kauli mbiu ari mpya, kasi mpya na kazi, ari mpya, kasi mpya, nguvu mpya. Ilikuwa awamu ya 4. Awamu ya 5 tulikuwa na kauli mbiu inayosema hapa kazi tu. Lakini awamu ya 6 tulianza na kauli mbiu kazi fanya nini? Iendelee. Lakini 2025, 2030 na hasa tunapoanza kampeni zetu sasa, tumekuja na kauli mbiu inayosema kazi na utu, yeye mtajibu tunasonga mbele. Sasa tunaanzia hapa. Kazi na utu tunasonga mbele. Hamjaongea wengine, mjasikia. Nataka kila mmoja aongee kauli mbiu ya chama chetu tutakayotamba nayo kwenye uchaguzi. Kazi na utu tunasonga mbele. Kazi na utu tunasonga mbele. Hiyo ndio kauli mbiu ambayo tutakayotamba nayo. Chama chetu kimefanya kazi, chama chetu kina utu, na chama chetu bado kinasonga mbele katika kuleta maendeleo kwa Watanzania. Na ndio maana nataka kutuamini. Na ndio maana tumepewa serikali za mitaa wa Songea mjini 100%. Wenye viti wote na wajumbe wao ni Chama cha Mapinduzi. Jipigie makofi mengi, mmefanya makubwa na ya kishindo. Mkoa wetu na wilaya yetu tumepata bahati. Bahati yenyewe ni ujio wa kiongozi mkuu wa kitaifa. Tarehe 2 mwezi wa 4, siku ya Jumatano, tunampokea katibu mkuu wa chama chetu Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi. Lakini pia kumbukeni, huyo ndio mgombea mwenza wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Atatua ndani ya ardhi yetu ya Songea. Alifika akiwa katibu mkuu na sasa anafika akiwa katibu mkuu na mgombea mwenza wa Dr. Samia. Hebu tupige makofi mengi. Bado ni upendo mkubwa ambao anauonyesha kwetu, na sisi lazima tuonyeshe upendo wake. Na upendo tu ni mmoja, kwamba anategemea akifika pale airport, yaani umati atakao kukutana nao wanamsamaha tu peke yake. Haujawahi kutokea wakati mwingine wote. Maana ukiangalia kata kubwa yenye watu wengi ni kata gani? Msamaha tu ikienda pale airport. Hilo ni jina la kingoni. Uwanja wa ndege akutane na umati hajawahi kuona tangia anatua kwenye kile kiwanja. Na ndio maana tumekuja kuambia kwamba wanamsamaha tunawategemea sana. Hapa tulipo shule inaitwa Dr. Emmanuel Nchimbi. Na humu ndani tunakaa ukumbi wa kisasa mzuri, tumetulia. Sasa Daktari Nchimbi anakuja tarehe 2. Tutampokea uwanja wa ndege, tutakuja naye mpaka ofisi ya mkoa ya chama, na pale pia atatusalimia wanasongea. Kwa hiyo tunategemea watu wengine wakajae uwanja wa ndege, watu wengine wakajae pale
pale CCM mkoa, yani pawe kila anapopita anakutana na wanamsamaha peke yake, na hilo nalo linawezekana. Uongo kweli? Hebu tupige makofi kwenye neno. Ila tulipopita wenzetu wamesema sisi tuliyesikia, iwe kuna usafiri, iwe hakuna usafiri, lazima tukamwone Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kwanza katibu mkuu, lakini ndo mgombea mwenza, na kwa mara ya kwanza tunapata makamu wa rais anayetokana na Wanasongea. Tupige makofi Wanasongea. Kwa hiyo hayo tumepita kuwakumbusha wenzetu, na hapa tunawakumbusha na tunawaelekeza. Lakini mwisho tumepita kutoa maelekezo juu ya utaratibu utakaotumika kwenye uchaguzi wa mwaka huu, uchaguzi mkuu, hasa mifumo na namna utakaotumika ndani ya chama, hasa kwa viongozi. Na ndio maana wenzangu wamezungumzia hilo kirefu na wameeleza kiundani zaidi. Kila mmoja aliyesimama amezungumzia utaratibu wa uchaguzi utakuwaje, tutaanzia wapi, nini kitafuata na tutaishia wapi.